siku ya tarehe 27 Aprili 2025, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua kongamano la kitaifa la wanaushirika likiwa na mada kuu inayosema tafakuri na mijadala juu ya historia, changamoto na fursa za uwekezaji katika sekta ya ushirika, kichocheo ukuaji wa uchumi na kuondoa umaskini. Miongoni mwa washiriki ni viongozi wa kitaifa, wadau wa ushirika kutoka nje na ndani ya nchi, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida. Ndugu waandishi wa habari, Benki ya Ushirika Tanzania ni benki ya kipekee inayomilikiwa kwa ubia na vyama vya ushirika, wanachama wao, vikundi vya kijamii na taasisi za ushirika kutoka kote nchini. Benki ya Ushirika Tanzania ni benki ya kwanza nchini yenye makao makuu rasmi mjini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi. Hatua hii inaweka heshima kubwa kwa jiji letu kama kitovu cha uongozi, utawala na sera za kitaifa. Tunawapongeza sana Benki ya Ushirika. Wananchi wa Dodoma wanao fursa ya kipekee kunufaika na fursa mpya ya ajira, huduma za kifedha zilizo bora, ushirikiano wa karibu na taasisi kubwa ya kifedha na ustawi wa kiuchumi unaotokana na uwepo wa benki hii. Natoa wito kwa wananchi wote wa Dodoma na maeneo ya jirani kujitokeza kwa wingi, kwa uzalendo mkubwa, kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Huu ni mwanzo wa enzi mpya ya kifedha kwa wananchi wa kawaida kupitia benki wanaoimiliki wenyewe. Dodoma pia tunafahamu kuwa ni ya kihistoria, na sasa hivi historia ya mkoa wa Dodoma inaenda kuongeza historia mpya ya kuwa na benki, makao makuu ya Benki ya Ushirika. Niwachukue nafasi hii kualika na kuwakaribisha wananchi wote kuendelea kuungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi ambaye amefanya mambo makubwa na hili amefanya limewezekana. Tuungane naye katika siku hiyo muhimu ambayo inatengeneza historia kwa nchi yetu, lakini inatengeneza historia katika mkoa wetu wa Dodoma. Mtapenda kufahamu Mheshimiwa Rais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya mambo makubwa kwenye mchakato. Moja, aliagiza serikali iwekeze. Kwa hivyo benki hii serikali itamiliki 10% ya mtaji. Inatoka serikalini zaidi ya bilioni 5.8. Lakini katika mchakato huu Mheshimiwa Rais alichagiza katika mtaji wa wanaushirika pesa zake mwenyewe shilingi bilioni 5 kuongezea mtaji wa wanaushirika. Wanaushirika watamiliki 51% ya benki, sekta binafsi, serikali na wadau wengine watamiliki 49%. Kwa ni benki inayounda kimkakati ikiwemo wanaushirika na watu binafsi ili idumie makundi yote ya kijamii na kiuchumi. Kuwa benki ya kwanza ambayo kitovu cha shughuli zake kitatokea hapa Dodoma. Huu ni mji wa kiutawala, ndio makao makuu ya maamuzi yote ya nchi, lakini pia huu ni mji wa kisera. Zaidi ya uongozi na sera, huu ni mji wa kimkakati. Ni central, ni mji wa katikati unaotuunganisha na maeneo yote kwenye nchi yetu. Kwa hivyo ukisema kiulisia Dodoma ni logistic hub, tunaweza tukaunganisha Tanzania kutokea hapa. Lakini ni rahisi pia kufanya maamuzi kwa haraka na wepesi kwa sababu wafanya maamuzi wako hapa. Uchaguzi wetu wa Dodoma haukuwa kwa makosa, na nikushukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu umetukaribisha kwa mikono miwili. Tumekuwa na wewe kwenye mchakato huu, na tulipokutembelea ulikuwa tayari kutuonyesha fursa mbalimbali ambazo tunaweza tukafanya pamoja, na tuko tayari. Tunapoelekea uzinduzi, nikushukuru kwa hatua zote ambazo tumepata support katika level ya mkoa na wasaidizi wako tumekuwa nao kwenye vikao mbalimbali. Ni kuhakikishie tu kwamba katika level ya maandalizi ya uzinduzi wa Mheshimiwa Rais tuko tayari. Tuko tayari sana kwa zaidi ya 95% mpaka sasa. Tunategemea watu karibia 5,000. Tumeshahamasisha vyama vya ushirika kote nchini.
Dodoma itajaa. Dodoma huwa inajaa kwa shughuli zetu za kisiasa, lakini safari hii wana ushirika wataijaza Dodoma. Kwa hivyo shughuli za kiuchumi katika siku mbili zijazo zitachochewa sana na benki yetu, na ndo moja ya fursa ya kuwa na benki. Hatujaanza, lakini tayari tumeshaanza kuchagiza shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kushukuru pia kama ulivyoliweka, benki hii ni benki ya kibiashara ya wanaushirika. Kwa hivyo itachagiza shughuli za kilimo, shughuli za kina mama, uchagizaji kuongeza thamani ya mazao, lakini pia shughuli za biashara za wafanyabiashara wadogo na wakati. Wanaushirika sio tu wakulima, tuna ushirika kwenye sekta zingine za kiuchumi. Kuna ushirika wa fedha, kuna wakulima, kuna kina mama kwenye makundi mbalimbali, kuna vijana. Tutaunda pia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kutumia benki hii tutahamasisha kujenga ushirika katika makundi mengine, bodaboda, daladala, usafirishaji, kwa sababu ushirika ni modeli ya kiuchumi. Ni namna ya kukusanyika kupata mtaji. So benki hii itachagiza mfumo wa kupata mitaji kupitia namna ya ushirika na ushirikiano. Lakini pia tutarejesha enzi za ushirika nchi hii. Benki hii itachagiza kwa sehemu kubwa zama zile za miaka ya 70, 60, wakati ushirika ilipojenga rasilimali tunazoziona nchi hii katika miundombinu ya majengo, mashamba. Kila mkoa nchi utapata historia.